Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Rafiki yangu mmoja Mr. Kayombo leo aliniuliza swali. Sasa unajua kuna wakati mimi sio mjuzi sana wa kuandika, na hili nadhani kuna watu wangu kadhaa wakinitumia message wanahisi, manake kuna mtu ananiandikia gazeti refu kweli. Mimi kuandika sana siwezi. Kwa hiyo nitakujibu tu kwa kawaida tu japo sasa mara nyingi napenda swali likiwa ninahisi nitalijibu kwa kirefu sana, bora nije nilijibie hapa. Ni katika simulizi zetu za kila siku tunayoyazungumza, japo kuna mambo tutayazungumza ambayo yamejiri. Ananiambia hivi, yeye anauliza hili swali. Yeye anachoona ni wazi ushawishi wa Israeli kwa Marekani unapungua kwa kasi na ushirikiano wao unaenda ukingoni. Bila shaka itakuwaje ikiwa Marekani ndiye aliyekuwa kimlinda Israeli kidiplomasia na kwenye uso wa kimataifa, hata kwa kutumia kura ya turufu katika kumlinda Israeli? Kimsaada kama huu ataupataje tena, na mpango wake wa Greater Israel utafanikiwa kwa kiasi gani bila ushirikiano na Marekani tena? Yes, nadhani nimekwisha lielezea kiasi, labda nilikumbushe. Niliposema kuwa kwa nini Israeli hawamruhusu Trump aondoke kwenye vita na wao wanaitaka vita. Umeelewa? Nilipozungumza hili tu nilikuwa naashiria hiki alichoniuliza, kuwa Israeli bila kinga ya Marekani hawawezi kwenda mbali sana. Yaani hawawezi kwenda mbali sana. Sasa jinsi upepo unavyovuma, upepo ndani ya Marekani umeisha ashiria ndoa iko mwisho ya Israeli na Marekani, ndoa yao iko ukingoni. Ndiyo maana Israeli hawakubali kwa njia yoyote kumwachia Marekani aweze kuondoka kwenye vita. Ndiyo maana Israeli hawajali tena Marekani atateketea kiasi gani kwenye hii vita au ataathirika kiasi gani kwenye hii vita, kwa sababu wanafahamu kuwa hatakuwa na msaada tena kwao. Baada ya hapa mabadiliko mengi yatakuwa, kuna mabadiliko makubwa sana yanakuja. Kwa hiyo Marekani hatakuwa tena msaada kwao. Nimelizungumza hili katika mabadiliko ya wazi yanayoonekana ndani ya Marekani, kwa mabadiliko ya taswira, maono na kile kinachowaziwa na raia wa kawaida wa Marekani. Lakini hata viongozi wengi wa Marekani wamebadilika na kuona kuwa kuendelea kuisapoti Israeli ni riski sana, kutokana na muamko mkubwa wa raia wa ndani wa Marekani. Atasaidiwaje Israeli? Israeli ndio maana anataka amalize huu mchezo katika kipindi hiki. Hahitaji kusubiri wakati gani atapokuja kunani na Marekani. Hahitaji. Ndio maana analazimisha kuwa hii ngoma aimalize kabisa mapema hivi sasa. Kama ataweza kuimaliza aimalize. Aachane kabisa na Marekani katika kipindi hiki. Niliwasomea juzi andiko ambalo alilizungumza waziri mkuu wa Israel Netanyahu kwenye interview ya 60 Minutes. Alizungumza akasema kuwa anakusudia kuitoa Israel katika miaka 10 ijayo kuwa nchi inaopokea msaada kwa Marekani. Hivi nani anachoka kupewa? Nani anachoka kupewa? Israel tuseme wamechoka kupewa na Marekani mpaka waseme kuwa baada ya miaka 10 hatutaki tena kupewa msaada wote na Marekani, tunataka tusimame wenyewe? No, ni kwa sababu wanafahamu kuwa huu msaada miaka 10 ijayo hautokuwepo tena. Yaani tayari wanafahamu kuwa mabadiliko ya ndani ya Marekani hayaepukiki. Sasa ndio maana wanajiandaa kuishi, yani wanajiandaa kuwinda peke yao. Yani huyu ni mtoto wa chui ambaye sasa baba yake anaenda kuzeeka, au mtoto wa simba. Sasa anajiandaa kuwinda peke yake, kutafuta kwa jasho lake. Ndio anavyojiandaa kuwa hivyo. Greater Israeli bado ipo kwenye kitendawili. Jana nimezungumza kuhusu kile alikizungumza yule Prince Turki Al-Faisal. Kama nchi za Kiarabu zingethubutu kuingia kwenye vita, Israeli angemaliza kazi mapema, angepata vyote.
Angeipata Greater Israel katika kipindi hiki, halafu angepata, kwa sababu Irani angekuwa dhaifu. Yani Irani ikipigana na hawa ndugu zake itakuwa kazi nyepesi kwa Israel, kwa sababu atakuwa amechakaa na Israeli atakata na mara moja atakuwa mkubwa. Kwa hiyo pale hata Marekani watakuwa wameweka mipaka ambayo itakuwa agenda yao ya kuiua UN ni agenda ya Israeli ambayo inafanywa kazi na Marekani. Hiyo agenda ya Israeli inafanywa kazi na Marekani, hiyo iko wazi. Sasa Israeli anayafanya haya yote akifahamu nini kilicho mbele yake, yani kuwa hafanyi haya yote katika kipindi ambacho haelewi nini kinakuja, isipokuwa Israeli wanafahamu fika kuwa tunachokitafuta au kinachokwenda ni kipi katika haya. Nadhani nitakuwa nimeeleweka kwenye hili jibu. Sasa Donald Trump ametoka Uchina karudi Marekani. Kuna katikati hapa kuna mivutano mipya imeanza kudhihirika kati ya Marekani na washirika wake wengine. Nadhani imekuwa serikali ya Trump inawapa ile washirika wa Marekani kuwa kikombe kama cha mauti, kuwa mtakunywa wote, haijalishi wewe uko wapi, utakipitia. Kwa sababu ujio wa mara ya pili ya Donald Trump iliona kama kuwa labda alikuwa amekuja kwa ajili ya shughuli fulani, kwa sababu ilionekana kama vile amekuja kwa ajili ya Ukraine, kushughulikia Ukraine. Watu wakadhani ni Ukraine peke yake, alafu hasira akazipeleka kwa washirika wa Ukraine Ulaya, akawapelekea hasira kweli Ulaya, halafu akaja kwa wengine. Ikawa vile, yani kila washirika wa Marekani wameonja uchungu wa Marekani katika kipindi hiki. Niliwahi kuambia hapa mpaka washirika wa Ulaya walikuwa wanawaza jinsi ya kuishi nje ya Marekani. Washirika wa mashariki ya mbali wenzake kama vile Japan au kama vile Korea Kusini ambao Philippines, hao ni washirika wa karibu wa Marekani, tayari na wao walikuwa wanawaza kuwa tunatakiwa tutafute njia ya kuishi wenyewe bila Marekani, tuanzishe usalama wetu wenyewe, wakiwemo Australia na New Zealand, kuwa lazima tuwaze kuishi kinyume cha pale. Washirika wa Ulaya tayari walikuwa wamegawana baadhi ya majukumu, wenye nguvu, Ufaransa, Ujerumani, Uingereza, Italia, tayari kila upande walikuwa wamegawana baadhi ya nchi. Wewe utashirikiana na nchi hizi na hizi, na wewe utashirikiana na nchi na hizi na hizi, ili muunde muungano fulani wa usalama wenu, kwa sababu yule ambaye walikuwa wanamtegemea zaidi tayari ameonekana hayuko upande wao. Ziara ya siku 2, saa 48 ndani ya China zimeibadilisha Marekani kuelekea Taiwan. Marekani imebadilika kuelekea Taiwan. Sasa Taiwan wanaishutumu Marekani kwa usaliti. Trump ameanza leo usaliti. Niliwahi kuwahadithia wakati wa lile kadhia ya kwa nini Wakurdi wapewe silaha waingie Irani. Wakati huo niliwahi kuwahadithia kashfa yao kuwa wametumika sana, hasa katika utawala wa Trump. Aliwatumia Syria kwa ajili ya vita vyake na ISIS. Amewatumia mara kadhaa, aliwatumia Iraki kwenye vita yao na Saddam Hussein. Marekani kote kawatumia, lakini mwisho aliwadump, akawatupa kabisa, hatuna shida nao. Kwa hiyo Wakurdi wametumika hivyo mara kadhaa na Marekani. Yani si lolote si chochote, kwa nyinyi tutawahitaji pale tunapotaka kuwatumia kwa ajili ya kutimiza malengo yetu, tutawatumia. Wamewatumia kwenye mgogoro wake na Uturuki, wamewatumia, ikawa hivyo. Sasa saa 48 ndani ya China zimembadilisha Donald Trump. Donald Trump baada ya kurudi amezungumza kauli kuhusu, manake ukisikia kauli ya Xi aliyoitoa mwanzo, alimwambia Donald Trump kuwa swala la kwanza kabisa, mimi na wewe nakwambia kuwa Marekani haipaswi kuisupport Taiwan wala kuipa silaha. Kama mtaendelea na hilo, manake kuwa mtazua mzozo mkubwa na sisi. Lilikuwa onyo la kwanza na ndio limezungumzwa sana. Lilikuwa onyo la kwanza. Sasa Trump anasema kuwa kuhusu msaada wa kijeshi ambao Marekani ilikuwa imeshakubaliana na Taiwan wenye thamani ya kiasi ya dola bilioni 14, atashauriana na China jinsi ya kupeleka huo msaada. Donald Trump anawaambia wa Taiwan kuwa atashauriana kwanza na Xi Jinping kwa ajili ya kufikiria kuhusu huo msaada. Mkataba kati ya Marekani na Uchina ambao ulisainiwa mwaka 82 wakati wa Reagan ulikuwa ni hivyo hivyo, unasoma hivyo hivyo, wala hajakosea, kuwa ilikuwa ni lazima kwanza washauriane na China kabla hawajapeleka silaha yoyote kwa Taiwan. Lakini Marekani alilitoa hilo miaka mingi, akawa hashauriani na anafanya vile anavyoona yeye ni sahihi, nitafanya hiki kwa muda mrefu, miaka mingi. Na hata kwenye haya makubaliano ya kupeleka hizo silaha Marekani hajashauriana
na China wala hajashauriana na nani, aliamua. Sasa saa 48 zimembadilisha, amerudi nyuma, anasema atashauriana na China kabla ya kupeleka silaha. Wakati huo huo anaionya Taiwan kuwa msithubutu kutangaza uhuru wenu. Hili swala sio zuri kwa sababu sisi hatuna nafasi ya kuwalinda hivi sasa. Hatuwezi kusafiri maili 9500 kuja huko kwa ajili ya kuwalinda. Tunataka utulivu na tunataka amani na Uchina. Ujumbe gani unaingia kwenye masikio ya Wataiwan? Tayari wanasheria wa Taiwan wanaandaa kuwasilisha mashtaka katika mahakama za kibiashara za Marekani baada ya kuonekana kama Marekani imewasaliti kwa kugoma kuwapelekea silaha, hali ya kuwa tayari wamesha saini makubaliano na tayari walishalimaliza hili swala, wanapeleka mahakamani. Taiwan amekuwa Ukraine mpya mbele ya Marekani, ambapo ameamua kuisalimisha kwa China kama vile amevyoichukua Ukraine na kuisalimisha kwa Urusi, au nini ambacho kinachojiri? Leo Taiwan, kiongozi wa Taiwan wametangaza kuwa wao ni nchi huru, wala hawahitaji maoni ya Marekani kuamua kuwa wao ni huru au sio huru. Ndio walichokisema leo. Kwa hiyo mabadiliko ya ghafla ya washirika wa Marekani yanaendelea katika mwendelezo ule ule wa tabia ile ile ya Donald Trump ya kukaa na wale marafiki. Yani unakaa na Marekani hujiamini kuwa sijui nini kitatokea kesho, kwa sababu Trump akikutana na mwenzako haraka atageuka. Wakati wa mzozo wa Urusi na Ukraine, kama uliwaona washirika wa Ulaya walivyokuwa wakiona kuwa zile meeting kati ya Donald Trump na Putin, unaona Ulaya walichokisema kuwa tuna mashaka sana na makubaliano ambayo Trump anaweza kuingia na Urusi, kwa sababu Trump si mjuzi wa hivi vitu. Anaweza akaingia makubaliano ambayo yatatuumiza sana sisi. Yani kwa sababu hayatatoa tatizo, kwa sababu tatizo la Ukraine, tatizo la Ulaya, ambao kuwa tishio liko Ulaya, haliko kwao huko. Sasa huyo anaweza kuingia makubaliano ya maslahi ya Marekani, lakini yakatuumiza Ulaya. Hilo walitizama katika hiyo nadharia. Lakini hata wakati wa mazungumzo ya Irani, hawa Ulaya walisema tena kuwa hatuoni kama Marekani ina watu sahihi wa kufanya makubaliano na Irani, isipokuwa wanaweza wakaingia kwenye makubaliano na Irani ambayo hayatotupa chochote, hayatotoa majibu ya maana, isipokuwa yatakuwa ni makubaliano ambayo Trump ameangalia kwenye engo moja tu, ya kuwa yatamuweka kwenye nafasi gani. Je, yeye ataonekana mshindi au hajashinda? Sasa haya ndio yaliyompeleka Donald Trump. Nashukuru tu kuwa ukisoma vyombo vingi vya habari kuanzia jana juzi, vimezungumza yale niliyoyazungumza mimi, kuwa Marekani amekwenda China, amerudi bila kitu, kwa sababu hajapata chochote ambacho alikusudia kuwa ninaenda kukipata. Kaenda karudi vile vile. Na hata ukiangalia kama taarifa iliandikwa na CNN, ukiangalia taarifa imeandikwa na Wall Street Journal, ukiangalia The New York Times, wote wameeleza tena kwa kuchanganua kabisa. Kuna makala zimeandikwa kabisa kule nini Marekani amekipata katika ziara, na karibu zote zinakubaliana tu kuwa Marekani hajapata chochote ambacho alikusudia angekipata, isipokuwa ni kama vile amekwenda kupoteza zaidi, kwa sababu alikwenda kuishtaki Irani, akaiweka mezani Irani, bana swala la Irani hapa. Kuweka swala la Irani, China wakamwekea la Taiwani mezani. Tatua hili, tutatue hili. Basi sasa wakati anatatua hili, yani wakati anatatua la Taiwani, manake anaondoa mapato na washirika wa Marekani, anaondoa ushirika wa Marekani, anaondoa imani ya washirika wa Marekani. Halafu China anavyotatua swala la Irani, anatatua katika njia za Iran. Taarifa ya China inaonyesha kuwa, nilizungumza katika mambo mawili yaliyozungumzwa, kuwa Marekani wamesema kuwa wamekubaliana na China kuwa lazima mlango wa Hormuz ufunguliwe. Story iliishia hapo. China ameongeza kuwa lazima mlango wa Hormuz ufunguliwe kwa sharti la kuwa kwanza vita istop na haitorudi tena. Kwenye vifungu 14 vya Irani ndio imezungumza hivyo. Lakini China hajaenda mbele kupanga kuwa nani mmiliki wa Hormuz. Hatujui lolote. Sisi tunataka tu mlango ufunguliwe, yoyote itavyokuwa. Kwa hiyo hajachukua la Iran. Sasa swala la pili ambalo lilikuwa ni nuclear, China wametoa taarifa, wanasema kuwa wao wanaunga mkono uendelezaji wa nyuklia ya Irani ya amani, yani mpango wa nyuklia wa amani wa Irani, wao wanaunga mkono. Nililizungumza kuwa China hajawahi kupinga hili, kuwa uendelezaji wa nyuklia wa Irani ni wa amani, ambao Irani wanagengea ni kile na China anatembea mle. Sasa walivyokuwa kizungumza kuwa Irani haitokuwa na nyuklia ipi? Nyuklia ipi? Kwa sababu kusema Irani haitokuwa na silaha za nyuklia, haitomiliki silaha za nyuklia. Irani hawajawahi kusema wanataka kumiliki silaha za nyuklia. Hiyo linabaki kuwa la kwako. Hata China watakwambia kuwa kwani lini wamesema wanataka kumiliki nyuklia? Sisi tunaunga mkono nyuklia yao ya amani, ambao ndio mradi wao wa amani ambao tunauunga mkono. Sasa
haya ni katika mambo ambayo yamejiri na ambayo Marekani hawataki kuyazungumza kwa nafasi yao, yani kwa nafasi kubwa, kuonekana kama kuwa tayari hii mechi sio nzuri kabisa kwa upande wao, kwa sababu mechi haijachezwa katika kipindi ambacho walitamani ichezwe katika nadharia hiyo. Sasa swala la Taiwani linaenda kuweka maswali makubwa ya ushiriki. Swala la Taiwani linaenda kuweka maswali makubwa kwa washirika wengi wa Marekani. Je, kubaki nyuma ya migongo ya Marekani unakuwa safe kiasi gani, au unakuwa salama kiasi gani? Je, kubaki kumwamini Marekani, je, Marekani anaweza kukuuza wakati gani? Anaweza akaamua kukuuza. Ikiwa uhusiano ambao umedumu kwa miaka mingi kati ya Marekani na Taiwan, ambao unaonekana ni uhusiano wa ushirikiano. Chukulia kitu kimoja, wakati wa utawala wa wa Donald Trump wa kwanza, speaker wa bunge la Marekani, speaker wakati alikuwa bunge la Marekani alikuwa ni yule mwanamama Nancy Pelosi. Mnakumbuka ziara yake alikuwa akitoka Philippines, nadhani kati ya Philippines au Indonesia au Malaysia. Akawa ziara yake inaonekana kuwa atakwenda wapi? Taiwan. China wakamwambia akienda Taiwan tutashambulia, hatutaki. Wakaanza kufanya mazoezi ya kijeshi. Nancy Pelosi wakati huo Marekani yenye jeuri na uwezo alisafiri na ndege ya Kimarekani ikisindikizwa na ndege za kijeshi za Marekani na akaenda Taiwan. China alishia kufanya mazoezi pembeni na akabaki kulalamika, akaenda. Hii ndio ilikuwa Marekani ambayo hata washirika wake walikuwa wanaamini kuwa yes, nyuma yetu kuna Marekani. Lakini Marekani ya leo ni hii Marekani ambayo washirika wengi walioamini ni washirika wa Marekani. Pale Marekani anapotaka maslahi yake kwenda pembeni, atayapata mazuri kuliko kwako, anakuachia mkono, unakwenda. Alipokwenda upande wa Urusi akaona kuwa nitapata maslahi mazuri kwa Urusi, akaidump Ukraine. Alivyoona kuwa China anaweza kumpa maslahi mazuri dhidi ya Irani, akapata kile anachokiona, anaidump Taiwan. Kwa hiyo ushiriki na kuwa karibu na uhusiano na Marekani utakupa taswira na picha ambayo unatakiwa kuwa nayo. Ni lazima uelewe kuwa utakuwa na picha gani.